Malezi sahihi ya mwanao ni kuhakikisha mwanao anapata chakula ambacho kimezingatia ubora. Nikizungumzia ubora, ninamaanisha virutubisho ambavyo vinasaidia mtoto wako katika ukuaji. Ni kweli watoto wetu tumekuwa tukiwapeleka shule nzuri, lakini hili jambo la kuangalia aina ya vyakula wanavyokula watoto wetu ni changamoto. Kwa jambo la kwanza, hakikisha sana unazingatia ubora. Hata kama unafahamu ya kwamba mwanao anapokuwa shuleni vyakula anavyokula havimpi virutubisho vya kutosha, basi wewe mwanao anaporudi nyumbani jitahidi unamuundia sahani nzuri iliyozingatia misingi ya sayansi ya mapishi, mwongozo wetu wa lishe bora ambao utasaidia mwanao kupata virutubisho vya kutosha. Jambo ambalo unakosea ni kwamba mwanao anapoenda shule anakula vyakula ambavyo havina virutubisho, na anaporudi nyumbani unazidi kuendeleza mapungufu yale ya lishe ya mwanao. Matokeo yake unashangaa kila siku mwanao anazidi kushuka uwezo wake wa kuperform vizuri darasani kwa sababu ya aina ya chakula anachokula. Kweli huyo mwanao unampenda, lakini jitahidi kumfundisha namna ambavyo anatakiwa kula. Unaweza ukawa una chakula kingi, lakini wingi wa chakula na wenyewe unaleta maradhi. Watu wengi tunafikiri tu uhaba wa chakula ndio unaleta maradhi. Kitambi, kisukari, pumu, mvurugiko wa homoni. Haya ni matatizo ambayo yanasumbua sana watoto wa shule nyakati za sasa. Kwa nini? Kwa sababu si kwamba wanapungukiwa vyakula. Wana aina zote za vyakula, lakini wanakosa elimu wale wakati gani na wakati gani wasile. Kwa hiyo kwa sababu vyakula tunavyowapa vinahamasisha njaa, matokeo yake mtoto anakuwa na milo mingi kwa siku. Mtoto anakuwa na milo takribani 6 mpaka 8 kwa siku. Hii ni hatari, na vyakula anavyokula vyote vinamuathiri kimwili, kisaikolojia, kiakili, kiasi kwamba hatulaumu kwa nini mwanao sasa hivi haperform vizuri darasani. Jitahidi sana kuhakikisha kwamba unamuundia sahani ambayo imekizi vigezo vya lishe bora.